Mjue ya kwamba FARDC kwa hiyo wakati wote ambapo tukwamo leo, hakuna mkongomani ule mwenye anawatia tena tumaini. Sasa wasoda wa FARDC wasikuwa nasirika wakati wanasikia watu wala raia wakizungumza hiyo mambo hivyo, lakini wale wasoda wa chini, wale wakaporale, wale wasoda wa chini wenye wanapewa na mitindo na wale wa komandao zao, wale wana makosa. Wenye kuwa na makosa ni wale wale wa kapitene, wale wale wa majoro, ni wale wale wa generali. Wale ndio wanapana komandema kwa wale wale wasoda wa chini, mufanye hivi na ikuwe vile, msifanye hivi na inakuwa vile. Kabila alitoka ameuza arme yote mzima, na wale ofisier wote waliobaki waaminifu kwake Joseph Kabila mpaka na saa hizi. Mpaka na saa hizi, kwa hiyo mwaka na kwa hiyo mwezi, mpaka na saa hizi wanabaki waaminifu, hawakumtoka, hawakufanya ile utratisme kwake, ingawaje yeye haiko tena rahisi, lakini waliubaki kuwa waaminifu sana. Hata wale watu wenye alitumika nao katika hivyo makazi ya FCC waliwaki bale bote balibakia wako waaminifu katika makubaliano na Joseph Kabila kwa muda huu wote ambao walikabidhi Kisekedi madaraka, na kwa hii miaka yote Kisekedi anaongoza mpaka kwa saa hizi. Leo hii hapa tunafika leo leo mwezi wa 8 hapa wa 2026, wale watu wanabaki waaminifu kwake Joseph Kabila. Kwa nini roho zao za wale wale wakamanda haziwezi kugeukia ngambo ya wakongomani, wala zigeukie ngambo ya rais anayekuwa madarakani akiwapokeza fedha, wala wamwambie kusudi tutumike na wewe shefu, tunakuomba utufanyizie hivi, na sisi kama ni mshahara ndio utatuongezea, kama ni kitu gani ndio watamwambia awape. Wanamwambia ya muhimu wabakie nabo mioyo yao na akili zao zirudie kunako mikono ya nchi na kumikono ya rais anayeongoza, kusudi waambie mnifanzie hiki na mimi na wakubali. Na katika grupe moja kwetu Amani na Maendeleo, mchana hapo wa leo samedi, kulikuwa pia ubishano na ndugu mmoja akisema, ndugu ule akiitwa Kimanga, yeye ni soda Kimanga soda, naye alikuwa mwenye kusirikia raia katika grupe hiyo, kwani raia wote walisema tunasirikia FARDC mpaka mwisho kupitia yale masemi ya wale wa FARDC wa Unyakiri, yale maneno ya mbao ili audio ya kutoka Unyakiri ya jana siku ya 5 iliweza kuzungumza. Unajua kunakuwa umbandaka bambi sana kati ya wazalendo na FARDC, kwa sababu FARDC najua vizuri sana kama inachukiliwa na raia wa nchi. Hii ni kweli. Sasa tukisema FARDC tunasema viongozi wa FARDC. Kuna wengine wa askari ambao wa FARDC wanasikia tunaongea hivyo, wanafikiria kama tunasema na wasoda wale wasoda wote. Kama unaweza kuwa soda simple hauko komanda, lakini ionekane unaenda kuwa na roho mbaya, ni kusema ile chachu yenye komanda wenyewe anakuwa anabambia mahali ambapo anawakusanya, anaushawishi, anautia ideology, ile ideology inaweza kutembea katika ule mwanajeshi hata haiko komanda fulani, lakini ile ideolojia ambao wakomanda wake wanampatia inaweza ikamtembea ndani, utakutana naye anakuwa hivyo hivyo sawasawa na ule komanda ambaye anayemkomalia. Hata kama tunasema wale wasoda wa chini hawana makosa, lakini kuna wale ambao wananyonya ile komandema ya wale washefu wao. Sasa kama tunazungumzia kwa sasa hivi kuhusu huyo mwanajeshi ambaye anazusha masasi hapo Uvira,
ya hii usiku ya leo samedi le 8 kucha kesho dimanche le 9. Unajua yawezekana anaweza kutumikishwa na warebeli. Unaweza kumuona mchana iko hivyo, kumbe wanamwambia wewe ndio utaanzisha. Ukishakuanzisha vile utajifanya sawa vile ni mlevu, utajifanya sawa vile uko hivi na hivi. Unapoanzisha vile itatokana kama vile ulikuwa mlevi. Unapoanzisha vile sisi sote inafika tunakamatishana na mambo inaenda vile katika Uvira humo. Uvira mnajaa M23 wengi ambao wanabaki katika tenisi vile. Hawajulikane kwa sare za kijeshi, lakini wako kama vile waraia ambao wanangojelea wenzao mahali upo. Na hiyo FARDC kupitia viongozi nao pia ni M23 ambao inakaa humo ndani ya Uvira. Unakumbuka ile juzi ville morte ya juzi gisi mzalendo mmoja aliongea kwamba aliona wa general wa FARDC wako wakiambia watu mutumike kazi zenu, hakuna bile muko mnafanya vile muko mnafanya, bale banabambia mufunge makazi zenu, bale njo ba M23 mutumike makazi zenu, na bale tukibapata tunaweza kubafunga sababu bale njo barebeli. Unaona kama au wakomanda wale njo watu wabaya ambao weko nafanya research za kila leo, banapigiwa matelefone na wakuu viongozi wa M23, ni mupane mitindo hivi, mfanye hivi. Lakini tangia zamani sisi kama raia tuliambia wazalendo muda mrefu sana kule mbele, tukawaambia ya kwamba wakati wanabambia mtu ule wa FARDC anabambia murekile, msikubali. Sio leo wala jana, ni kunakuwa miezi na miezi na miezi tuko tuwaambia kwa wazalendo msikubalianake tena ile kusema murudi nyuma. Mnapo avance muendelee kugisi mlipanga mpango yenu. FARDC napa waambia sema kwa nini hamguti hivyo, jibieni hawa watu kwa masasi. Sababu hawa watu ndio warebele. Kama ndugu mwana anasema hapa juu ya Goma. Boli kimbia Goma bakikimbia Bukavu, balikiwa ni kila kitu yote. Baliacha marume M23 akazitwala. Zenye baliacha Bukavu hawakuzipeleka. Zenye baliacha Goma ni nyingi. Lakini mkumbuki mji wa Goma hapo katika oroporo wa kiwanja ndege. Wale wajeshi wote wa Goma wametoka, wamevuka Bukavu. Wanapovuka Bukavu kulibaki hapo Goma wale wa JR. Na wale wa JR walilia muda mrefu sana wakiomba msaada. Wakisema mtujie msaada wa kijeshi tupiga watu. Na wale wa JR walijikaza wa watu walipiganisha sana na waliopiga kwa wale wa M23, lakini mwisho kwa kuwa raforo haikuwajia, sababu mwenye kutuma raforo angelipashwa kuwa ni huyo mkuu viongozi wa kijeshi mu niveau nationali, sababu wao wote wamenunuliwa na M23 na bote ni M23 mahali pote pale, hata maprovince yenye M23 yafika. Nyinyi ambao muko Kisangani, Lubumbashi, Equateur, Manyema, muko Kindu, muko sijue fasi zote ile maprovince yote nyiko Mkongo kwenye M23 yafika, mjue wale wajeshi mnapowaona wale wajeshi mnaona vile wote ni M23, kisi mnawaona vile wote ni M23. Mjiulize kwa nini wametumwa Sud Kivu, Nord Kivu, lakini vita haimaliziki. Wao ndio wakukamatisha mafasi ambapo wazalendo wanagomboa. Ndio maana tuliomba rais muda mrefu, tukasema achague wakamanda ambao watabeba vita hii katika mji wa Nord Kivu na mji wa Sud Kivu, batie baibu bakwe kompanye na wazalendo. Ile ni komisio yenye tabeba vita na order yabo ikuwe napitia directement kwa mikono ya rais yepeki, na wale wakuu viongozi wa waibu na wazalendo wakuwe na nimero za rais yepeke direct kumkono. Kila ranforo, kila msaada wote ile ya kijeshi wakati natoka Kinshasa direct kumsaada wa kumkono wa rais, pale ambapo itafikilia hakikisho na chukuliwa na ule mkubwa wa ibu na wakikuwa kompanye na mzalendo. Hii vitu itenda haraka sana. Nakumbuka muda mchache hapa, muda si mwingi tulisikiaka Burundi na lomba hii vita Kinshasa. Kinshasa ipatie yope kiongozi hii vita imalize haraka.
hatukujua tena viliendana namna gani. Ndugu mpenzi wa ndugu wote wa Kongomani, mjue kwamba kweli vita kubwa tulio nayo katika nchi yetu hii ni sensibilisation kwa raia yote nzima ya Kongo, kwenye M23 iko na kwenye M23 ya kamata. Grupe inaenda mbali sana, inaenda na maprovinsi ziko mbali, inaenda na madiaspora ambazo ziko mbali. Hii tunaiongea ni ya kweli na ya hakika. Ni sensibilisation kwa raia. Raia yue kwamba FARDC mahali pote pale, kwa kweli kama hivi vita inakawia na kama hivi vita inazunguruka namna hivi iko nazunguruka, ni kupitia FARDC yenye inabloke wazalendo, FARDC yenye ina avantage M23, FARDC yenye ilizidi kuisha raia na inaendelea kuiwisha kupitia hiyo rushwa ya kijeshi. Ijapokuwa wazalendo walijitokeza wakitumikia mule mwa article 64 ya nchi yabo, wakati nchi iko menase, kila mkongomani raia yote ule anaweza akakamata kitu ambacho anaona kinaweza kuua ule rebele mwenye anamenase nchi yake akitumikisha. Na ndio pale wazalendo walijitokeza wakasema, bwana, sisi ni waraia, tuna uwezo na namna zingine za kubare rute hawa wahuni ambao wanakia kumenase nchi yetu kupitia hiyo article 64 yenyewe inapatikana ndani ya katiba yetu ya nchi. Na ndio pale ulisikia kile wakati moja banauliza rais, sijui kama New York, sijui kumbuke kama ni Amerika kule, balimuulizaka wale wazalendo wanaosikilikana huko wakigombanisha M23, hao na wafahamu hawa ni wamilisi? Rais akakataa, asema hapana, wale ni raia wenye kugombania nchi yao, sababu walijua kama hiyo article 64 iko ninapatia raia ile ruhusa hiyo. Ndio maana konfli kubwa sana kati ya wazalendo na FARDC ipo kabisa, tena sana. Misio ya FARDC mzalendo anaharibisha. Misio ya M23 gale ile FARDC ni kundi mbili zenye ziko tofauti, lakini ni kundi moja. Hii kundi moja inajigabula mara pili. M23 anajigabula mara pili. Kuna kuwa M23 yenyewe inaongozwa na Wanyarwanda na kuna kuwa M23 yenyewe inaongozwa na Wakongomani, ndio ile FARDC. Tuka amjambo tena na usiku mwema kwa wale ambao wamelala na wenyewe hawajalala. Kwa kweli hii mambo tuichunguze sana, lakini hakuna uaminifu na confiance katika kijeshi hii. Hii jeshi ilikuwa vizuri rais aidesarme yote kwa ile maprovince zote ziko menase, angilipashwa retire FARDC yote mu Nord Kivu na mu Sud Kivu. Ile Nord Kivu na Sud Kivu bakie tu ya Bahibu, Basepanwar na wale bazalendo. Ile kundi tatu ndio zenye zibakie mwa ile Nord Kivu, Sud Kivu. Ile maprovince ingine yote, ile kijeshi ya FARDC yote kwa retire mwa ile eneo, bafurnire bengine utoni kisivite tenda haraka. Mawazo raia inapopana inakalaka ni mawazo mazuri, kibaya Kinshasa haiwezi kuisikia, lakini wenye kusikia Kiswahili wanaweza kutraduire mulugha ambao rais atasikia, Français, Lingala, Kiluba, ili asikie hizi mada tunazoziongelea zinaeleza namna gani. Inaweza kumsaidia labda kukamata wazo 2-3. Tusisahau kwamba tena tuko na mapolitisia wenye ambao kazi yao wao ni kutetea matumbo zao, kutetea familia zao na kutetea heshima zao kuliko kutetea nchi yao. Tukumbuke kwamba hawa mapolitisia wote wa upinzani tunaona kama si population, kama si taifa kukua, wao wangekuwa wanafanyia politiki wapi? Wao wangekuwa wanafanya politiki na kina nani? Sasa tusikuwe tunalaumu ambaye ni mtu mmoja mwenye amekuwa mzalendo ambaye ni rais. Tunajua hakosi makosa, lakini tusikuwe tunalaumu kitu yenye hakuna. Watu tunafaa kulaumu sana ndio tufike kwa
wazalendo ndio tufike kwa FARDC, ni mapolitisia, kwa sababu hii yote yenye nafanyika ni wao. Kutokuunda jeshi likuwe mzuri ni wao. Kuunganisha wakongomani wakuwe kimoja, waache mambo na ukabila na kujigawanya mipaka ni wao. Na wao sasa sisi tumekubali kuwasikiza kwa sababu sisi pia hatuangalii mbele, tunakaa tumefungwa macho. Ndio maana unaona mapolitisia wetu wakati tunatetea amani, wao wanatetea mamlaka. Wakati tunatetea uhuru, wao wanatetea kwamba uongozi, wagawane uongozi, wagawanye nchi. Na bahati mbaya hatuna wale viongozi chipukizi, yani wale majeni ambao wanajitoa kwa uongozi, wakuwe wanafichua hao. Wale majeni wenye tunaona wangeamka kwa viongozi, wamewainfiltrate, wamewawekea makosa yenye ambayo hakuna. Wamewawekelea kwamba wao wengi ni wezi, wengi walifanya uhalifu, ambayo ni kitu hakuna, kwa sababu ya wale mapolitisia wetu. Mapolitisia wetu wenye tuko na hao wote, kwa nini wanakubali fanya politiki wakati nchi inamwaga damu? Kwa nini wanafanya politiki wakati taifa halifaulu? Hamjui kwa nini? Kwa sababu wao wako upande wa M23, wao wanaiba madini usiku na mchana, wanasafirisha kwenda mataifa ya nje. Lakini tunakumbuka kwamba hiyo yote inachangiwa na uongozi uliopita. Hauwezi kuwa unasema kwamba nyumba umejenga ikabomoka kisha kaanza kulaumu kwamba ati mtu ameweka mabati ndio aliweka vibaya, wakati nyumba imebomoka kuanzia chini. Hauwezi angalia mtu mwenye alichimba fondasio, mwenye alichimbula fondasio, mwenye alijenga fondasio ndio wakulaumiwa. Hawa viongozi wetu tuko nao ambao ni wa upinzani, hao ndio maadui wa nchi kubwa, pamoja na wa viongozi wa kidini, surtout Katoliki. Hii kanisa Katoliki hii ndio inatufikisha hapa. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu hao wenyewe wamejionyesha hadharani biashara yao wanafanya dunia mzima. Nani wanaleta ushoga kama si wao? Si ni wao wanaosimamia? Wanasimamia kwamba mwanaume kwa mwanaume aoe mwanaume mwenzake. Hao ndio mavure shetani wa ukweli. Ni vyenye hawa watu wamejipanga kwa mirengo tofauti tofauti, lakini hawa watu wako kimoja. Hawa mamizisie ni wao tu, bado ni mpango yao. Hawa wa kisiasa ni wao tu wao, lakini kwa sababu sisi tumebadilishiwa, tukadanganywa kwamba tunaabudu ambaye vitu yenye inastahili, lakini ukifuata kwa ukweli tunaabudu vitu zenye hakuna, vitu ambayo yenye tunadanganywa. Ndio maana unaona vita haiishi. Hata wazungu wenyewe wanaumia sana kwa sababu ya ujinga yenye waliacha nchi zetu za Kiafrika wakaziacha kwa ujinga kupotea. Ndio maana unaona watu kutoka kama Shin wenye wanatoka Russia wanafaidika na Afrika kwa sasa hivi, na madini inayotoka Afrika. Hii madini yenye naibwa ndani ya Afrika, yenye naibwa ndani ya Kongo, haisafirishwi kwamba inaenda kwa nchi zao peke yao za Ulaya, bali mpaka inaenda kwa nchi zao za upinzani na Ulaya, ambayo kama Shin, ambayo ni kama Risi yenye tunaita Urusi. Wao wenyewe wanashangaa upumbavu yao, walitujenga kuwa wapumbavu na imani zao ndio hasa hizi malipo watayapata. Kwa sababu wiki iliyopita rais wa Marekani alisema kwamba yeye anashangaa sana kwamba kuna uranium imetoka ndani ya Kongo, sijui kilo ngapi, zenye ambayo China imechukua, na hizo uranium inaenda kuunda nazo makombora, ambayo inaenda kuunda nazo na
mabomu za nyuklia. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu anasema Ulaya iliyotuongoza ndio ilituachia upumbavu, ndio maana nchi zingine bado zinakuja kutawala. Upumbavu gani? Wa kidini. Tunaamini dini kuliko kuamini sisi, kujiamini kwanza. Tunaamini kwamba wewe utumike tu, utakufa, utaenda mbinguni, wakati wao wanajenga na wanafanya maslahi yao dunia hii yenye inawafaa. Sisi ndio tunaambiwa kwamba sisi tukue wanyonge wa maskini, sisi tukue wanyonge wa maskini, wakati wao wanajenga nini, wanakula maisha yao mazuri hapa duniani. Kwani Mungu angekuwa aje mjinga yeye atuweke hapa duniani na akatuwekea hii mali yote? Ndio maana unaona ujinga yenye wakongomani wako nayo, kawawekea mali mingi, kawawekea kila kitu, lakini upumbavu na ujinga na utengamano akawakubalisha mzungu, akatukubalisha kuwa nayo, ndio tutengane, ndio wao wachukue kile wanaweza kutoa. Kwa sababu tukisema kimoja, tukiaminiana, hatuwezi nyang'anywa chochote, kwa sababu tutaulizana, hapa ni ukweli, hapa ni uongo, tutajua hilo. Ndio maana unaona sisi tumekuwa wajinga zaidi sana. Ndio maana ukienda kwa maparti za nini, za maeglise, utapata demese dimanche, utapata nje ya eglise nini, motogari imewekwa hapo ni ya pasteri, motogari imeweka hapo ni ya padiri. Utapata ule raia wa kawaida mkongomani amekuja Mungu na ujinga yake, upumbavu iliyolaaniwa, amekuja mpaka na pesa ameletea yeye sadaka. Ndio maana unaona kama wao utawapata kwamba wao wakitaka kunini, kufanya maisha, kufanya maendeleo yao, wao wanasema wawachangie pesa, lakini wewe muamini, ukipata shida unaambiwa uombewe. Hiyo maombi yenye umeombewa kuanzia uzaliwe mpaka ndio unakufa, hujawahi badilisha nia, kwa sababu hata kama ni Mungu gani hangekuwa na akili ya kuleta hii mali yote kwa binadamu tuitumie, tena akabadilisha akatuambia kwamba sisi tunyenyekee, tuteseke, atatuwekea yaliyo mbinguni. Huwezi fikiria akili hiyo, ukaitoa tu wewe mwenyewe, ukajitolea, ukaangalia yenyewe. Mtu akwambia ati usikule, ngoja utakula kesho, kwa sababu chakula itakuwa tamu kesho. Na wewe unajua mtu anakula kwa sababu ya njaa. Ndugu zangu, tuache kujidanganya. Tunadanganywa kwamba ukimwi, Ebola ni ugonjwa yenye imeletwa na Mungu. Nani anakudanganya? Ukimwi, Ebola, hii magonjwa zote za kuletwa ni biashara ya wazungu ambayo tunaundiwa sisi, ndio tuendelee kuteseka, ndio tuendelee kuhangaika. Kwa nini haiko huko kwao? Kwa sababu wao wanajua wajinga ni sisi, na sisi hatuogopi. Wanaona ni kama tu wajinga, washatuweka ujinga ambayo yenye itabaki na sisi milele. Mungu mgani mwenye ataundia binadamu wake magonjwa yenye haiponeki? Mungu anakupea jaribio kidogo ambalo utaweza. Mungu hawezi kupea jaribu hautaweza. Tukuwe na imani kwa nchi yetu kwanza, na tupende nchi yetu, ndio tupende huyo Mungu, ndio tupende kila kitu, kwa sababu hauwezi kusema unapenda sasa Mungu wakati kwa maproblemi, wakati ndugu yako amekufa, wakati mamako amekufa, wakati dada yako amekufa, wakati mtoto wako amekufa, wakati mwenyewe hata ujui maisha ya kesho. Utakuwaje? Utaabudu Mungu ukisimamia wapi wakati unapigwa marisasi? Kuna vitu tunafaa kutoa kwa akili zetu, tuziweke bayana na tusaidiane kimawazo. Tuache kukuwa wajinga wa kiasi kikubwa, na tuache kuchukiana kwa vitu zenye hakuna, kwa sababu ukiangalia tuna upendo kwa vitu zenye si za maana kuliko kuwa na upendo kwa nini, kwa nchi yetu, na kuwa upendo wenyewe kwa wenyewe. Tukubali sisi, tuamue tuachane na wale viongozi ambao wenye hawayuko na sisi, wasikuwe na sisi hata milele, hata tuwakatae. Tuwezi angalia mifano kwa mataifa mengine vyenye inaendelea.
vyenye nashikana umoja, mpaka kama kiongozi alikuwa anataka kuwagawanya, mwenyewe anatoroka kwa sababu anajua hawa wameerevuka. Ndio maana unaona hata tulikuwa president alikuwa ameleta education ya bure, mtu asome bure, lakini kwa sababu wanajua hawa wakisoma watakuja kuwa watakuwa na akili, watajua mambo, watajua mifumo tunayowaendesha nayo. Wameamua sasa ni vita ili tubaki wajinga. Na wale wenye wamesoma wamejifanya wamesoma wakaacha akili, wanawaonyesha pesa, kwa sababu wao wamesomeshwa kuhusu vitu, lakini hawajasoma kukuwa na subira, hawajasoma kukuwa na upendo, yani wao wamesomeshwa kwa sababu wakiona wamefika huko mbele wanaonyesha pesa na wanakuwa wajinga, kwa sababu hakuna mtu mwenye ameshiba mwenye anafikiria vizuri. Lakini mtu ukiwa na njaa unafikiria mara mingi, kwa nini sikuli, kwa nini nakosa, na unapata solution vyenye utakula. Alafu wengine wakikula wakishiba wanakuwa wajinga. Mwenyezi Mungu akiwajalia wanakuwa wajinga zaidi. So ndugu zetu, tukue na ukweli ambayo itatusaidia. Tusikuwe tu tunaletewa tu fitna zenye hakuna ukweli ndani yake, kwa sababu hii vita inatengana na vitu mingi, na kutokujua kile kitu tunafanya na kutokujua adui ni nani. Ingekuwa tunajua adui ni huyu Mnyarwanda, tungekuwa tumemalizana naye. Tungekuwa tunajua adui ni huyu, lakini unapata wewe ulikuwa mzuri, umebadilishwa kwa sababu ya pesa kidogo. Alafu wale wa FARDC wanakuwa wajinga, na wazalendo wakimaliza kurekipere mahali tena wanapapea mzungu, ambaye ni mzungu mwenyewe ndio anatuletea shida kubwa sana ambayo tulionayo. Iwe wale wa M23 wao wanalala kwa baridi, wazazi wao wanahangaika, wanakula kitu yenye hakuna. Wazungu ndio wanafaidika, ila sisi upande wa guvernema wazungu ndio wanafaidika. Alafu utapata wengine wanasema no constitution isibadilishwe, president Felix Tshisekedi anataka kujibakisha kwa madaraka. Hata akibaki kwa madaraka, lakini nchi kuwe na amani, na wale viongozi wote wakae chini wakule, kama ni rasilimali ya nchi wakule kwa kuelewana, kama ni nchi wajenge kwa kuelewana. Nani amewazuia? Lakini kwa sababu mzungu ameshawachanganya akili yote, hakuna mtu amesimama akasema kwamba tuungane pamoja, tushikane pamoja mkono ili tuweze kusaidia nchi yetu, tuweze kusaidika sisi wenyewe, tuweze kuwa na amani. Tunajua ukweli kwamba tutampata kiongozi, Mwenyezi Mungu atatujalia, ambaye ataisimamisha nchi. Na hawa viongozi wote wanaofanya ufisadi, iwe ni wa kanisa, iwe ni wa mosque, iwe ni wa Muislamu, iwe ni mnajita wa Kristo, iwe ni nani, utatoroka na utashindwa mahali utatorokea, kwa sababu na kule kwenye utatorokea tutakufuata. Ile makonti zenye wamefungua maulaya, wamefungua nje za nchi, hizo konti zote zitarudishwa kwa mkono ya wananchi, na ile maakoro zote zenye mumesinye tutazivunja, na ile matieri zote mnaiba mnapeleka nchi zenye tunazijua zinapelekwa, kama China, kama Qatar, kama Dubai, kama Amerika, kama Belgiki, kama France. Hizo madini zote mtazirudisha, na msipozirudisha tunajibu bado tutawapea kwa hizo nchi, kwa sababu mnafikiria kwamba huko ndo mtakuwa mmepata mbinguni yenu ya kujificha. Lakini mkae mjue ile kitu nafanya hapa duniani utalipwa kabla uziki. Msifikirie kwamba lazima utalipwa mbinguni, utalipwa hapo. Maovu yote mtalipwa kama hapa mnayoyafanya. Mnajifanya wao nyinyi mnamjua Mungu, nyinyi mnamtumikia Mungu, lakini nyinyi wauaji wa haramu. Jambo la pili ni kuhusu hawa ndugu zetu za FARDC. Hao FARDC ni watu wanakaa kama ni watu wenye wako maparti politiki, wanakaa ni kama wao si jeshi la taifa la kulinda ardhi na raia wake.
Kwa vile ndugu yetu amemaliza kutoa mfano kwamba hii jeshi linafaa wakuwe desarme, tujenge jeshi jipya. Ni ukweli, lakini si muda wa kujenga jeshi mpya, kwa sababu tuko ndani ya vita. Utajenga nani? Utabomoa nani? Nani atakusaidia? Tunajua wao ndo wasaliti ambao wao viongozi, lakini wao wawezi kuwa wamejua kwamba wao hawafai kuegemea upande wa politiki yoyote, wa politisia yoyote. Wanafaa kuwa chini ya madaraka ya president mwenye yako. Ordre yenye anawapea ndio wanafaa kufuata. Kile chochote anafaa kuwaambia ndio wanafaa kufuata. Na wao wanafaa kuwa na upendo kwa nchi yao na kwa wananchi wake, kwa sababu bila nchi na bila wale wananchi, wao hawangekuwa wanajeshi na hawangekuwa wao na ile uongozi yenye wako nao. Ndio maana tunawaambia hata kama wewe ni kiongozi wa FARDC ama wa mzalendo, wewe uko na grade, wewe ni komanda, wewe ni colonel, kuwa na heshima kwa ule mwenye ako chini yako, kwa sababu bila yeye haungekuwa hapo ulipo. Tunasahau kwamba nyumba inajengwa na fondasio. Fondasio ndio nyumba. Sasa ule aliye chini yako ndio umemkanyangia wewe, ukapanda hapo juu ukapata ile magradi zenye umepata, ndio kaitwa lieutenant, ndio kaitwa nani. Na ule mwingine mwenye ako chini yako anafaa kuheshimu, kwa sababu pia wewe pia unamuongoza, ndio unamfanya kuwa mwanajeshi wako. Lakini kitu kingine nashangaza kwamba depuis M23 ishike Nord Kivu na Sud Kivu, wale wanajeshi wa FARDC wenye wamekimbia, wengine wakaenda Kinshasa, wakaenda huko. Kulikuwa wale madaktari wa kutibu wagonjwa, wa kufanya nini, hawalipwi mshahara. Wao wanahangaika, familia zao zinahangaika, wao wanaendelea kulaani kwamba president ndio anafanya hiyo maneno. Wao wanaendelea kulaani kwamba wale wanafaa kuwapokelesha ndio wanafanya hiyo maneno. Lakini hiyo ni jambo lenye tunaweza kuweka bayana kwamba nchi iliharibiwa kitambo sana. Unajua, inashangaza sana kwamba wanajeshi ati wako na boss wao ndio anawapokelesha mshahara. Inashangaza na inachukiza na inauma sana. Inawezekanaje mwanajeshi hana konti yake ya kupokea kwa mshahara? Nchi imesambaratika. Wale watu walikuwa wanajua kile kitu wanakifanya, ambao ni Kabila. Kabila alijua kitu kinakuja mbele ndio anaenda kukifanya, ndio maana akaharibu nchi, ndio maana akasambaratisha nchi, pamoja na wale walikuwa wanamsaidia ambao ni wazungu. Inashangaza sana kwamba MONUSCO bado mnaitegemea, iko mahali penye mmechukua bado iko. Kazi gani inawasaidia? Ati inawadanganya kwamba ina desarme ADF NALU, ina desarme sijui makundi gani. Kwa nini mtumie tu akili ndogo hivi ya mtoto mwenye hata ni kama hajazaliwa? Tutumie hivyo kwa madharau kabisa, kwa dharau. Yaani mnapigana, mnaachia mzungu mahali yeye anakaa ametulia, ati kwamba yeye anawasaidia. Mnashangaza sana. Alafu mnamobilize kwamba vijana waingie FARDC, ambayo yenye mtu anaingia hana account, ni kama mtu mwenye alijitupa tu, maisha yake aliitoa tu akajitupa. Heri kuliko kuingia FARDC, heri uingie wazalendo, ujue uzalendo wangu na ufanye kwa niaba ya nchi yangu na kwa upendo, lakini siitumikie guvernema. Basi utakaje kwa miaka 2 ndio hii imeisha, ambayo watu wenye wanajeshi wenye walikimbia vita, wengine walikuwa blesse, hawapatangi chochote, hati boss wao hawapeangi mshahara. Mwanajeshi anafaa kuwa na boss wa kumpokelesha mshahara, ama ni guverneme anafaa mpokelesha? Kila mwanajeshi anafaa kuwe na konti yake, mshahara yake yeye mwenyewe anajua kama imeingia kwa konti, au ako blesse, au ako kazi, au hayuko kazi, mshahara yake inafaa kuingia. Lakini kwa sababu watu wenye akili ndogo walikuwa wamekubali kwamba tuendeshe tu na Kabila,
tuendeshwe tu na mtu mwenye hana upendo wa nchi, hataki nchi iendelee, ambaye anatumikia wazungu kwa sababu ya minere yenye anataka pewe wazungu, tukawekwa hivyo. Alafu nyinyi wanajeshi, viongozi wa FARDC, kwa nini hamwangalii nje, hata mkuwe na urafiki kwa nchi zingine tofauti, muone vile jeshi linaloendeshwa, muangalie vyenye. Kama unaona wewe ni mwanajeshi, unafaa ukuwe politisi, toka mjeshi, ingia mpolitiki. Wacha kusumbua watu, wacha kusumbua raia, wacha kusumbua guvernema kwamba wewe unasaidia na hakuna kitu unasaidia. Ndugu zangu, sisi tutafika mahali tuseme kwamba hatuna jeshi, kwa sababu hile jeshi lenye liko, hawa vijana wadogo mnaweka ndani ya jeshi, mnawaharibia maisha. Wao pia wanastahili kuishi hii dunia. Sisi sote tulikuja kwa mtihani na lazima tupite mtihani, lakini si kuwatumikia nyinyi wengine zaidi ya wengine. Tena kitu kingine kwa wanajeshi hawa wanajeshi ambao wanatoka muma province zile za Kinshasa, za Equateur nini, kwa nini wanabagua wanajeshi ambao wanatoka mu province ambayo ni Nord Kivu na Sud Kivu? Mtu anamaliza diza, mtu amesoma, ako na akili, ako na utaratibu wa kijeshi, lakini hajakuwa promote, hajawahi ongezwa grade, ati kwamba sasa hii wanambagua kwamba yeye ni Mnyarwanda, ati kwamba yeye sasa ni Mtusi, ati wao ni Wanyarwanda. Na wale wenye mnasema ni Wanyarwanda ndio wanawasaidia, na wale wenye mmekuwa wajinga, mkiwa wajinga kiwango hii. Mnyarwanda aliingia kwa kiti akitoka nje, hata hana baba ndani ya nchi, lakini akaingia kwa kiti. Mlikuwa mmelala saa hii ndio mmekuja mkagundua kwamba hamfai kupea magrade wale wanajeshi wenye wametoka Nord Kivu na Sud Kivu grade, mnapea wale wajinga wenu wenye ambao hata hawajui kuendesha vyenye operation yoyote yenye inafaa kuendeshwa, wenye hawajui hata vile mwanajeshi anafaa kukua, mwenye hawezi jua kwamba kambi ya jeshi inafaa kutengwa na raia, mwenye hajui kwamba mwanajeshi hata akiwa kazi akalewa lazima apate kifungo. Yani hawana akili, ndio wakapewa jeshi. Mnakosa kupea watu wenye wafanya kazi ya kufanya, mnapea tu mapolitisie kazi. Sasa kwa sababu unaangalia, ndugu zetu, tunakuwa tukilaumu FARDC, lakini wale watu watu wanatoka huko province za Kinshasa huko, Makatanga, Bandundu huko nini, hizo wao ndo wanashikilia ukubwa wa jeshi na ndio wasaliti wakubwa, ni kama walizaliwa na laana. Kwa sababu naangalia wanajeshi wetu wa Nord Kivu na Sud Kivu, wao wamekuwa wakinyimwa grade. Wanapandisha mwanajeshi mwenye ameingia mjeshi wa Kinshasa senka, wanampandisha grade na mtu akumjeshi amemaliza miaka 10, amemaliza 10 na hakuna grade. Sasa tunaona, ndio maana unaona msukumano iko ndani ya hiyo jeshi, mainfiltre ni wengi kwa sababu hakuna order. Jeshi yani inafanyikwa kila mtu vyenye anataka. Jeshi mtu anafanya kile anataka. Kama ni ndugu yako anakupandisha grade, kama uko na pesa unapandishwa grade. Yani jeshi lenyewe halina sheria yake, halina constitution. Ndio hii constitution ya nchi yenyewe iko vibaya vile. Wao ndo wanapinga kwa sababu wao wamekubali kwamba wao waendelee kukula nchi, kukula kwa njia zozote, awe mwanajeshi, awe politisie, awe raia mwenye amepata uwezo, bora akule, kwa sababu ya damu ya wengine inamwangika na yeye ashibishe tumbo lake tu. Lakini ndugu zetu wa FARDC, nyinyi mna uwezo wa kuwa wa kweli mbele za nchi yenu, na mna uwezo
wa kusaidia nchi yenu na kuisimamia na mpeleke vyenye nataka. Kwanza yenye inasababisha shida mingi kuwe ni division. Division inakuja kwa sisi raia wenyewe, inakuja kwa wazalendo, na inakuja kwa guvernema yetu, inakuja kwa jeshi letu. Lakini watu wanaoanzisha division ni guvernema, ni wale viongozi wetu wa guvernema, kwa sababu ukiangalia wale watu wenye wanatoka Katanga wanajaribu kudanganywa na M23 na ni siasa ya Moise Katumbi. Ukiangalia kila division yenye iko ni wale wanajeshi, hata kwa wanajeshi, hata wazalendo, ile sehemu wanatoka ni wana kiongozi huko wa kisiasa ambaye ako na ushawishi mkubwa kwa serikali na kwa raia, ndio wao wanafuata. Sasa ikiwa wazalendo pia wenye tulikuwa tunategemea nyinyi mtakuwa divise kwa sababu ya wanasiasa, mtakuwa mnatia aibu sana. Ikiwa mtasimama na guvernema yetu, ama basi mjiunge msimame na mwanasiasa basi mmoja basi, kama mnaona hivyo, kwa sababu utapata wazalendo wa Nord Kivu wako hivi, wazalendo wa Sud Kivu wako hivi, wa Katanga, sijui wa Maniema, sijui wa Lubumbashi. Haiwezekani. Nyinyi wote mnafaa kuwa kitu kimoja. Kitu ya kwanza, mnafaa kuwa na kiongozi mmoja ambaye ni wa ngazi ya juu, kiongozi ambaye akipeleka sauti kwa guvernema inamsikiza, ana umaarifa, ana utulivu, ana hekima na ana akili. Hiyo ndio kitu mnafaa kuhitaji wazalendo. Haijalishi ni wazalendo wenye wako province gani, hata kama wako province ya wapi, wanafaa kujikomporte, wajiweke pamoja, wanachagua mwa ile province kiongozi, ile ingine kiongozi mkubwa, alafu wakufuata suu wake akue. Alafu wale viongozi tena wataingia pamoja, wachague kiongozi ambaye anawafaa, na kiongozi anafaa kuwe na ngazi yake. Kama wewe ni wa kwanza, wa pili akuwe, wa tatu, wa nne, wa tano hadi 10. Tujue kama kiongozi tunaweza mkosa, tunaweza enda numero D tumuulize anaweza tusaidia kwa mwelekezo gani. Sasa ndugu zetu, kwanza wazalendo, saa zingine msikuwe mna laumu sana guvernema, kwa sababu hii vita inapigana ni vita iko na politiki ya kimataifa, na kuna baadhi ya watu hapo watakuja kufungwa maisha yao yote na watasahaulika. Mkuwe mnajua hivyo. Sasa mkiona presida, mwezi muomba minisio, akapeana tu minisio ovyo ovyo na hajui ni nani anapea minisio. Msaada akapeana na mjui ni nani anapewa msaada, ni nani kabisa anapokea msaada, kwa sababu mainfiltre ni wengi. Hiyo ndio kitu yenye tunafaa tujue. Sasa tusikuwe tunalaumu mtu mwenye hana msalaba kwanza. Ndio maana siku zote tunatetea rais aliye madarakani kwa sababu ya hiyo. Hatumtetei kwa sababu yeye ni mzuri kuliko waliotangulia. Hatumtetei kwamba yeye ndio nani. Tunamtetea kwa ile sheria inafaa kufuatwa na kile tunaona mapolitiki za kimataifa zinapiga. Sasa ndugu zetu, ndio asibebe lawama. Yeye atacheza yaani atakuwa na mchezo gani hapo? Hata yeye amejaribu, amejitetea kwa sababu anasema wao wazalendo ni raia. Ni ukweli, ni raia, wanatetea nchi yao, na kama sheria hiyo ya katiba inasema hivyo, anaweza kuwapea silaha, inaruhusiwa mpaka kila raia anapewa silaha. Lakini unapea raia mgani? Huyu raia akipotea kesho utamchukulia wapi? Tuchukue kwanza mfano kidogo kwa nchi tumeona zikipigana vita na zinapewa silaha. Tukienda kama Iran
Iran mpaka vijana wadogo wa chini ya miaka 15 mpaka miaka 12 walipewa silaha, wakati Marekani na Israel walisema wanataka vita vya ardhini, wanataka kuingia Marekani. Walipewa wale watoto na raia mpaka wakina mama walipewa silaha. Ni kwa sababu wale raia wanajulikana, wanajiregistre kwanza ndio anapewa silaha. Anapewa risasi ngapi? Na kuna mkubwa wao. Kila kikundi kina wakubwa wao, na wale wakubwa wana wakubwa wao. Sasa ni kitu inajulikana. Wakati vita hiyo itaisha, wale watu wanawezekana wakawasensibilize, wakarudisha zile silaha, na wale viongozi wakapatikana bila, kwa sababu wana upendo kwa nchi yao. Hiyo mfano kidogo nilikuwa natoa ya Iran. Juzi haijapita Desemene, tumeona Israel wamepewa silaha raia wenye walio magharibi mwa Gaza, wamepewa silaha kwa kufanya registrement, na wako na kiongozi wao, na kiongozi wao wanajulikana na wao wanajua, wanajiregistre na wanapewa silaha. Sasa sisi wazalendo tunaitishanga tu silaha, tunapewa minisio. Wewe unajua vyenye tuko mainfiltre, wamoja ni M23, wengine ni wazalendo wanapenda nchi, wengine wamekuja hapo, wengine ilikuwa mikora. Msifikirie hatujui, tunajua. Wengine walikuwa wezi, wengine walikuwa maprizo. Msikuwa mnafichana. Tumewaambia mara mingi, mutangaze kwamba mnajuana, mumeweka registrement, muna kiongozi wenu 2, 3, 4, hao ndo wanafaa kubeba lawama zote, kwa sababu kesho utapewa mzalendo minisio, akuwe mtu wa M23, vita zikitulia aenda jifiche Rwanda, aenda jifiche Uganda. Utampata namna gani? Kwa sababu alikuwa mtu anatumikia M23. Il y a beaucoup de députés du Nord Kivu et du Sud Kivu wanatumikia M23. Wakati vita ilichacha Nord Kivu na Sud Kivu, walikimbilia wapi? Uganda, Kenya, wakajificha huko, kwa sababu waliona hawezi jificha Rwanda. Rwanda ni ndogo, watajulikana. Madepite walienda jificha huko, ambao wanafanya na M23 kazi, mpaka wengine wameonekana hadharani, kwa sababu ukiangalia Uganda, Kenya, Sudan, kumejaa waraia wa Wakongomani wengi sana, zaidi hata Tanzania. Walikimbilia huko, au madepite wakajificha huko. Maviongozi wengi tena wa M23 wamekaa huko, wanakaa Nairobi, wanakaa Kampala, wengine wanakaa Tanzania. Sasa ndugu zangu, tulikuwa tunajua tunapigana vita ya kushinda, ya politiki, kila kitu. Sisi wenyewe tu huwa tunakanusha dini hizi, dini zenye mnaabudu zenyewe ziko ndani ya hiyo vita, zina masilaha zilikuwa zinapita ndani, zinafichwa ndani ya makanisa, ndani ya maeglise. Masilaha zilikuwa zinasafirishwa, M23 ikikimbia inazipata mbele. Ni siri mnajua, lakini kwa sababu mlirogwa na dini hamtoe siri. Atijua ataniona mimi nilikuwa pastor, mimi nilikuwa mchungaji, mimi nilikuwa mtoto wa mchungaji, mimi nilikuwa muamini. Dini haitakubeba mahali, madhehebu hizo haziwezi wabeba mahali. Kitu inawabeba mahali ni ucha Mungu na uaminifu. Hivyo ukiwa umemsaliti ndugu yako, mbinguni gani utaienda? Haiwezekani. So ndugu zetu wazalendo, tujue kitu yenye tunalaumu guvernema, tujue kitu tunalaumu FRDC, tujue kitu tunalaumu mapolitisia. Mbona kuna mapolitisia wengi ambao ni madepite, ambao ni depute national, depute provincial, ambao ni maguverner, ambao sijui ni wamwami? Mbona hao wote ni watu wanahusika na politiki ya guvernema, maadministrateur? Mbona hamuwalaumu, hamuwataji? Wako wapi saa hizi? Mimi tunawauliza swali, hao watu wako wapi? Wamewasaidia nini raia wao? Wameingia Kinshasa wakasimama na msimamo gani? Wakateta namna gani? Wakaingia wapi wakateta? Wakafanya
jukumu la kusema hivi ndio sheria tunaweka. Tumewaona wapi? Tusikuwa tu tunalaumu watu tu wenye ambaye tu tunaelekeza mkono kwa president. Tukiongea president ni mtu ngazi ya hali ya juu, ndio neno imfikie, ndio liamuliwe, ujue limepita kwa mikono ya ngapi, washauri wangapi wamemshauri na amewasikiza na amekaa nao chini, ndio aamue neno, ndio aamue jambo kufanyika. Kwa sababu politiki yenye tunafanya na vita ni politiki. Hizi vita kama vile umeona Iran ikavamiwa na Israel, hapana. Na unajua tumekuwa na hizi vita miaka mingi, lakini hatuna ile akili, uwezo ya kujipanga. Tungekuwa tumejipanga na hii vita na tungekuwa tumeshinda hii vita, lakini kwa sababu maadui wengi ni sisi wenyewe, ndio maana tunawakataza kuwa na ukabila, kubaguana. Hiyo ni kitu ambayo inatuchafua sana, kwa sababu kila kabila yoyote iko ndani ya M23 na kila kabila yote iko ndani ya FARDC. Kwa nini sasa tunaweza laumiana? Wale wenyewe wametoka nje ambao ni M23, wale waliowakaribisha ni wale wa ndani. Mtu hawezi kuja akaenda mahali penye hajui na akaingia kwa nyumba ya mtu. Sasa tunafaa tujue wale wenye waliwakaribisha ni wenye walikuwa ndani ya FARDC, ni wenye walikuwa ndani ya wengine ndani ya wazalendo, wengine walikuwa wamejificha ndani ya raia, na wengine si kwamba ni watu kutoka Rwanda ama Uganda ama Kenya. Wengine ni wazaliwa tu wa hapo, wamelelewa hapo, mababu zao ni wa hapo. Tukuwe tunasema vitu zenye ni halali na tukuwe tunawekewa laana. Tunalaani mtu yoyote ambaye ni mtu wa guvernema na ni wa upande wetu. Wale wote wa viongozi wote tunawaona wakati kuna amani, kuna uwezo. Kwa nini saa hizi hamuwaoni, hamuwasikii, hawaongei? Wangapi wamejitolea kuwasaidia nyinyi wazalendo, kuwasaidia wakongomani wa kawaida? Wangapi wamesafirisha ndugu zao, wamesafirisha familia zao zikaenda kuishi nje za nchi wakati vita ilipoingia, wakati waliona hii ni vita sasa tuliopanga. Hata wengine walijipanga mapema, wenye walikuwa ndani ya hiyo vita kwa siri, walikuwa wamejipanga wakasafirisha familia zao. So ndugu zetu, kwa kweli kitu tunafaa kukifanya kama sisi raia ni tusikufe moyo, na kama sisi wazalendo tujuane kwanza, na muhakikishe mnajuana, na muhakikishe mnaweka viongozi wenu bayana. Hiyo ndio ya maana sana. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awajalie na wape usiku njema.